niko na kitu nataka kujiuliza ama najiuliza ama nataka kuuliza Wakenya. Kwenye uongozi wa Uhuru Kenyatta, William Ruto alikuwa second in command. Matiang'i alikuwa waziri ambaye alikuwa na hadhi ya juu. In fact wanasema alikuwa na powers sometimes hata kuliko huyu William Ruto. Na William Ruto alipopita kura ya urais akakuwa na issues na Matiang'i kidogo, venye Matiang'i alihandle mambo na security wakati wa campaign ya William Ruto na whatever. Matiang'i akakuwa enemy wa William Ruto mwanzo tu wa hii serikali ya William Ruto. Nikasikia mambo na kushikwa kwa Matiang'i, mara tukakuja kusikia baadaye alipatikana na State House usiku na akapewa msomo mkali asijihusishe na mambo ya kisiasa tena nchini Kenya. Ni hapo ndio tukaanza kusikia rumors Matiang'i anataka kwenda kuwa sijui lecturer huko ng'ambo, sijui university gani imemuita kuwa lecturer. Tukaambiwa pia juzi ndio tumeanza kusikia ati Matiang'i anafanya kazi na World Bank, of which is the truth now. Anafanya kazi na World Bank hadi saa hii. Sasa nikaanza kujiuliza ni nini ilichochea Matiang'i kukua kwenye kinyang'anyiro cha urais. Maana watu walianza kusema Matiang'i for president wakati Matiang'i mwenyewe hatuko tumemsikia akisema anataka urais. Inakuwa aje Matiang'i baada ya yeye kwenda huko ng'ambo kurudi, ama akiwa huko watu wanaanza kusema anataka kuwania urais. Sipingi Matiang'i kuwa rais, wala siungi mkono uongozi wa William Ruto, maana umetuweka pale babaya na sitawahi muunga mkono hata siku moja tena. Lakini kwa mtazamo wangu pia kuna mtu nyuma ya Matiang'i ambaye anamsukuma kuja kuongoza nchi kwa lengo fiche ambalo hatulijui. Lakini kwa mtazamo wangu nikiangalia, inakuwa aje mtu mfanyikazi wa World Bank anakuja kudai kutaka kura wakati kuwa na hiyo nia kabla ya kujiunga na World Bank. Na ikumbukwe World Bank ni miongoni mwa watu ambao ama kwa taasisi ambazo zinatudai kama nchi. Deni hili lenye huyu William Ruto amefikisha trilioni 12. Watu ambao wanatudai, World Bank iko miongoni, World Bank, IMF, China, whatever, with other countries, wanatudai pesa trilioni 12. Lakini sasa mfanyikazi wa taasisi ambayo inatudai anakuja kutaka kuwania nchi ya Kenya. Na ikumbukwe pia huyu William Ruto amepita kura ya urais. Hata mimi mwenyewe nilimpigia kura ya urais baada ya kutuambia kama nchi hatutahitaji kukopa sana, atapunguza sijui bajeti, that we will be living within our means. Sasa nikaanza kushindwa. Inakuwaje a president who promised us living within our means anafikisha deni trilioni 12 kutoka kwa trilioni 8 ambaye mtangulizi wake alikopa. Na mimi pia huwa najiuliza, hii deni William Ruto amekopa hii karibu ya trilioni 4 amefanyia nini? Tulikuwa hapo nyuma tunasikia William Ruto, Uhuru Kenyatta na wao president wengine wakikopa pesa like shilingi 10 wanaiba 6, at least wanafanya maendeleo na shilingi 4 out of 10 wanaiba 6 wanatumia 4.
Lakini sasa hii ya William Ruto sijaona akifanya kitu yoyote zaidi ya kutenga. Na unajua kutenga mingi pia pesa huwa zinatoka, lakini hazifanyi kazi, zinaenda sugoi. Ukweli wa maneno ni huu. Lakini sasa huyu Matiang'i kukuja kwenye serikali hii, hata wewe ukimwangalia kama for example kwa ile mkutano ya Keroka jana, ukimwangalia vizuri kama mwananchi tu mwenye unaweza soma mtu vizuri, haongei kama mtu mwenye amejituma kuja kusimama urais. Anaongea ni kama mtu ambaye anasukumwa kuja kusimama urais. Na mimi niko na shaka na yeye. However much tunataka William Ruto aende nyumbani, pia ambayo ni ngumu, usidhani ni rahisi. Hata ukileta Yesu kusimama kura saa hizi against William Ruto. Na I want to tell you, in Africa kura kutoa rais ni ngumu. Ni ngumu tena zaidi. So happen Matiang'i ameondoa William Ruto kwa kiti, kwa mtazamo wangu ninaona ni kama umetumia miba, kisite miba ama mwiba, kutoa funza kwa mguu. Na ilipotoka funza ukaingiza hiyo mwiba kwa hiyo shimo ya mguu, utatembea. Sasa hata ungekuwa unatembea na ile funza kuiakala ni kufanya nini? Hivyo tu. Lakini mimi na watahadhari dhidi ya huyu jamaa anaitwa Matiang'i. Mimi si ati napinga yeye ama si ati naunga mkono William Ruto, lakini nawaambia ukweli. Mimi namshuku. Ni hayo tu. Lakini kiadharini sana na watu kama hao. Watu wenye wanatokelezea tu, hatujui msimamo yao iko wapi. Tuko hapa kama nchi kwa sababu ya uongo, kuahidiwa mambo makubwa, kutendewa mambo kidogo. Na ndio hiyo tu. Kwa sababu tu unajua kwa sababu uko njaa, hata wakileta chakula iko na uchafu aina gani utakula tu. Kwa sababu sisi tunataka kuondoa William Ruto kwa kiti, mtu yoyote tu akikuja tutampea tu kura.